Msikubali jeshi letu kuchafuka. Hatupaswi kumwacha au kumlinda mtu yoyote mwenye cheo kikubwa au kidogo kugeuza taasisi yetu ya ulinzi kuwa chombo cha mashinikizo ya kisiasa. Uhari gani mpenzi mtazamaji wa CF Media, karibu katika matukio ya wiki ambayo imetokea wiki iliyopita hadi siku ya hapo jana. Mimi ni Jackson Wilson. Mwili wa aliyekuwa mbunge wa Peramiho mkoani Ruvuma Jenista Joakim Mhagama ulizikwa katika kijiji cha Ruanda, halmashauri ya Mbinga mkoani Ruvuma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikutana na viongozi wa jeshi la JWTZ na kusisitiza jeshi hilo lisikubali kutumika kisiasa. Changamoto ya maji jijini Dar es Salaam, serikali iliwatoa hofu wananchi na kusisitiza kuwa wanalifanyia kazi tatizo hilo ili kuweza kuondokana na ukosefu wa maji katika jiji hilo la Dar es Salaam. Wananchi wa Ruangwa mkoani Lindi waliandaa hafla ya kumshukuru na kumwaga aliyekuwa mbunge wa jimbo la Ruangwa na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa na kumkabidhi baadhi ya zawadi. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima alimshukuru aliyekuwa naibu katibu mkuu Dr. Chesko Msaga kwa kuwa msaada mkubwa, kwani yeye kama kuna maeneo mengine hakuweza kwenda kutokana na kuishi kwa hofu ili asiweze kudhurika. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu alikutana na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Kassim Majaliwa nyumbani kwake Ruangwa mkoani Lindi. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene aliviomba vyombo vya ulinzi vilivyopo chini ya wizara hiyo kufanya utafiti na kuja na suluhisho kutokana na tuhuma za rushwa na kubambikiziwa kesi kwa wananchi. Kimataifa, waasi wa M23 walianza kujiondoa katika mji wa Uvira kuanzia jioni ya Jumatano kwa mujibu wa kauli ya uongozi mara baada ya kuteka mji huo. Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini ya zuio kwa nchi zingine 7 kwa raia wake kutoingia Marekani. Hatua hii imefikisha jumla ya nchi 40 ambazo zimezuiliwa kuingia katika Marekani. Hali ya hofu imeendelea nchini Venezuela kutokana na Marekani kuweka wanajeshi zaidi ya 30,000 katika bahari ya Caribbean pamoja na baadhi ya meli za mafuta kuzingirwa na jeshi la Marekani. Mahakama maalum nchini Pakistan ilitoa hukumu dhidi ya aliyekuwa waziri mkuu Imran Khan pamoja na mke wake Bushra Bibi jela miaka 17 baada ya kupatikana na tuhuma za ufisadi. Na katika michezo, michuano ya AFCON ilianza hapo jana nchini Morocco na wenyeji Morocco waliibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Comoros. Na timu ya taifa ipo katika michuano hiyo na tunategemea hapo kesho kushuka dimbani ukipiga dhidi ya Nigeria. Bondia Anthony Joshua alishinda kwa kumpiga makonde mazito dhidi ya mpinzani wake Jake Paul na kushinda kwa KO. Na katika mwendelezo wa ligi kuu nchini Uingereza, Newcastle United ilitoshana nguvu dhidi ya Chelsea mara baada ya kufungana magoli 2-2. Liverpool ikishinda 2-1 dhidi ya Spurs. Arsenal ikashinda 1-0 dhidi ya Everton. Na timu ya mashabiki wa Simba walitembeza kipigo kizito kwa mashabiki wa Yanga mara baada ya kuwafunga magoli 2 majibu katika mechi iliyochezwa hapo KMC hapo jana. Hii ni CF Media.